Chama cha Alliance for Democratic Change ADC kimesisitiza kuwa endapo kitapata ridhaa ya kuingia madarakani, kipaumbele chake cha kwanza ni kutatua na kuwajibisha wote walioiba mali za umma. Kauli hiyo imetolewa Oktoba 3 mwaka 2025 katika wilaya Ilemela wakati wa mwendelezo wa kampeni za mtaa kwa mtaa zilizofanyika na mwenyekiti wa ADC Taifa Shabani Itutu, ambaye pia ni mgombea ubunge wa jimbo la Ilemela mkoani Mwanza. Itutu ameeleza kuwa tatizo la ufisadi ndilo linalokuwa chanzo kikuu cha changamoto nyingi zaidi zinazowakabili wananchi, ikiwemo upungufu wa madawa hospitalini pamoja na mambo mengine. Kwa mujibu wa maelezo yake, zaidi ya shilingi trilioni 30 zimepotea kutokana na matumizi mabaya ya ubadhilifu ulioainishwa kwenye ripoti za mdhibiti mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali CAG tangu mwaka 2021. Hata hivyo, licha ya husika kutajwa hadharani, Itutu amedai hakuna hatua zozote ambazo zimechukuliwa kisheria zaidi kuwawajibisha mafisadi hao. Msikilize Itutu akiongelea kwa undani zaidi kuhusiana na swala hili la ufisadi, ambapo akipata nafasi ya kuwa mwakilishi kwa jimbo la Ilemela, basi atakwenda kushughulika nao ipasavyo. 1 mpaka 25 serikali ya Chama cha Mapinduzi imepoteza zaidi ya trilioni 30. Trilioni 30 hiyo tungewapa wafanyabiashara hapa, hawa wote wangekuwa mabilionea, lakini serikali ya Chama cha Mapinduzi imeacha fedha hizo, majuzi wameziiba na wako maofisini, wanaendelea kwa ofisini na wameiba hela wa Tanzania. ADC tukiingia, tutahakikisha kila aliyeiba hela serikali anakwenda kuhukumiwa kwa namna alivyoiba fedha yetu. Watu wanaiba hela, alafu leo mama ana kibali kutoka ofisi ya mkuu wa mkoa anaomba hela mtaani na ana uvimbe kwenye kizazi. Hawana huruma CCM. Wakitoka hapa wanakuja kuomba kura. Tutadhibiti wizi wote wasiibe hela serikali ili wananchi waweze kutibiwa bure. CAG ametutajia mpaka watu waliozichukua kwa mahala walipozichukua, lakini hakuna fisadi hata mmoja amekamatwa, na trilioni 30 iko mikononi mwa watu. Ndio maana ADC tunasema tukishinda urais na ubunge, tunataka kuwakamata mafisadi wote, waende jela, warudishe fedha zetu zirudi kwa Watanzania ziweze kuwasaidia. Ni fedha wanazo, kama wamezitosha kupeleka nje, kama wamezipeleka wapi, watazitapika mpaka zirudi, kwa sababu waliziiba. Ndugu zangu, sisi ni wenzenu, ni masikini wenzenu. Sisi sio matajiri, lakini mawazo tunayo. Sisi sio matajiri, lakini fikra za kuwasaidia nyinyi tunazo. Ndugu zangu, niwaombe mafisadi mahala walipo, waombe Mungu waendelee kuwa na mafisadi wenzao, tusishinde. Lakini tukishinda, fisadi mahala alipo ajiandae kukimbia nchi, na popote atakapokwenda tutamfuata, atakuja kuzitapika trilioni 30 walizoziiba kwa mujibu wa mahesabu ya CAG. Watu wanafia hospitalini wanashindwa kutibiwa. Kuna watu wameiba hela. Madawa hospitalini hakuna. Kuna watu wameiba hela na wako mtaani wanadunda. Wao wakiumwa wanakwenda kutibiwa Ulaya, Watanganyika wanafia hospitalini, hawana hela za kujitibu. Haiwezekani. Tunajua mabarabara ya mitaani, ukiacha hili mabarabara yote ni mabovu. Tuchagueni tushughulikie pia na miundombinu mabarabara. Swala la migogoro ya ardhi nitalisimamia. Mimi naitwa Aisan, hii ni VOT Media.